Hujambo na karibu ndani ya JCTV, kini chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi, za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Hapo utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumanne, Machi 17, 2026. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Tulionayo leo: kumezuka mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanashirikiana na wazalendo dhidi ya wahasi wa M23 Sange, Kivu Kusini. Utamsikia dakika chache zijazo Stratege na Mubamba ambaye ni msemaji wa kundi la FABB lake Jemedari Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Asubuhi mapema ya saa 12 mapambano makali yaliweza kuanzishwa bondeni mwa mto Ruzizi kwenye kijiji cha Biriba, Kasambura na pia hapo Kabunambo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametia saini sheria kuanzisha mahakama maalum ya kupambana na rushwa na ufisadi. Utamsikia hapo baadaye mchambuzi wetu Ezaika Tasi na uchambuzi wa kina kabisa. Ni kwa sasa ndio wanaona ya muhimu sasa washughulike na swala za kufuatana na ufisadi vile na ingine mambo. Na muungano wa Uboli ambao unajumuisha vyama mbalimbali vya kisiasa unaendelea kutangaza hadharani mageuzi watakayoleta Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo wananchi watawapa dhamana ya kuongoza nchi hiyo. Jacques Alala na Miala Nutangani David utawasikia baadaye ndani ya makala hii. Sio hayo tu, kuna hayo na mengine mengi. Msikilizaji, karibu na twende sote. Dakta kabisa. Na sasa tuangazie kwa mapana na marefu taarifa zetu. Kumezuka mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linashirikiana na wazalendo dhidi ya wahasi wa M23 huko Sange, Kivu Kusini. Nilifanya mazungumzo na Stratege na Mubamba ambaye ni msemaji wa Jemedari Delfe Kalembe Ngoma Nzito wa kundi la FABB. Nilitaka kujua kiujumla taarifa hizi zikoje. Kwanza alianza kwa kujitambulisha. Mimi ni Engineer Stratege na Mubamba, msemaji wa kundi la CPLC FABB linaloongozwa kijeshi naye Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito, na siasa linaongozwa naye Mheshimiwa Gabriel Gatabishwa. Kufatana na swali lako, tunashukuru bwana mtangazaji, ni kwamba asubuhi mapema ya saa 12 mapambano makali yaliweza kuanzishwa bondeni mwa mto Ruzizi kwenye kijiji cha Biriba, Kasambura na pia hapo Kabunambo. Ni waasi wa M23 ndio wameanzisha shambulizi dhidi ya ngome za jeshi la taifa pamoja na wazalendo wa Unité Special inayoongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito pamoja na wazalendo wengine. Ndipo mapambano yaliweza kurindima kabisa na ikasababisha raia wengi kuweza kuyahama makazi yao. Baadhi yao walikimbilia porini pembezoni mwa mto Ruzizi, wengine walibaki manyumbani na wengine walitoka Runingu, Kasambura, Biriba na kukimbilia huko kwenye kijiji cha Kiliba ambacho kinapatikana kwenye umbali wa kilomita 5 na eneo ambamo waliweza kutokea. Na kwa sasa navyozungumza nawe, hali ikoje katika shamba la mapambano? Kwa sasa kabisa wazalendo na jeshi la taifa wanaendelea kufanya kazi nzuri, kwa sababu jeshi la taifa pamoja na wazalendo wanaungana mkono kwa kuwa waliapa kuweza kuimarisha usalama wa raia na mali yake. Waasi waliweza kurudia nyuma na kwa sasa wazalendo wanapatikana kwenye santimeta kidogo tu na kijiji cha Sange na pia kijiji cha Kabunambo ambacho waasi wa M23 walikuwa wanakidhibiti. Hawapo tena, lakini wazalendo kwa sababu ya kuona kama mapambano yaliweza kuendeshwa hadi muda wa jioni, wanasubiri kesho ili kwamba waweze kuendelesha kazi, na raia wote wa bonde la mto Ruzizi wataimarika na watapata usalama ambao utawasaidia kuweza kufanya shughuli zao bila tatizo. Bwana mtangazaji, licha ya waasi wa M23 kuweza kurudishwa nyuma, je, milio ya risasi mpaka sasa inaendelea kusikika? Bila shaka mpaka sasa milio ya risasi inaendelea kusikika bwana mtangazaji, kwa sababu silaha nzito
na zile za rasharasha zinaendelea kusikika kwa sababu wazalendo pamoja na jeshi la taifa bado wanaendelea kazi ambayo waliweza kuianzisha hapo asubuhi mapema, na wanaahidi raia wote wa Kongo kwamba watawalindia usalama. Bwana mtangazaji, utafahamu kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapata uvamizi wa siku nenda. Nchi ya Rwanda inaleta sababu ambazo hazina msingi, na wanaendelea kuvamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia mwaka wa 1996 mpaka sasa. Lakini wazalendo waliamua kuweza kusimama kwa sababu hatuna nchi mbili, tuna nchi moja tu Kongo, na tukifukuzwa katika nchi hii hatutapata nchi nyingine, tutachekwa na wageni, kwa sababu nchi ya Kongo ina nguvu, rasilimali, pia vijana ambao wanaweza kuitetea, na udongo wa mababu zetu utaendelea kumilikiwa na watoto wa Kongo. Na je, kuna taarifa za majeruhi au vifo kufuatia mapigano hayo kwa upande wenu na kwa upande wa waasi wa M23? Ndiyo bwana mtangazaji, nafasi ambapo kuna vita majeruhi hayawezi yakakosekana, na pia maafa hayawezi yakakosekana, lakini ijapokuwa hayo, sisi wazalendo tuliapa kuweza kupigania nchi yetu, hata mtu mmoja mpaka abaki atapigania udongo wa mababu zetu. Kwa upande wa matokeo ya vita ya leo bwana mtangazaji, ni kwamba adui amepata cha mtema kuni. Adui amepigwa na vijana waliweza kuimarika hapo kwenye minara ya hapo Kabunambo, ambapo mili takriban 12 ya waasi wa M23 iliweza kuonekana na vijana ambao waliwasili hapo, na pia majeruhi ambayo iliweza kushuhudiwa kupelekwa kwenye hospitali ya hapo Sange na pia kwenye hospitali ya hapo Bwegera ni majeruhi 17. Kwa upande wa wazalendo ni kwamba vijana wanne waliweza kupata majeraha madogo madogo na walipelekwa na gari ya kiafya hadi kwenye hospitali ya hapo Kiliba, ambapo wanaendelea kupata matibabu, lakini hali yao si mbaya zaidi. Na kwa namna ulivyoona vita vilivyokuwa na kasi kabisa, waasi wa M23 walikuwa wanaelekea wapi? Waasi wa M23, jeshi la Rwanda lina mbinu. Waliahidi siku za nyuma kwamba watauchukua tena mji wa Uvira, kwa sababu wanahisi kwamba makubaliano ambayo waliweza kuyasaini huko Marekani, wao wanahisi kwamba hawakuweza kutosheka na wanaendelea kuyakeuka. Kila siku ndio wao wanakeuka masikilizano ambayo waliweza kuyasaini, na nia yao wanatamani kuelekea mji wa Uvira ili waangalie namna gani wanaweza kuwavunja nguvu wazalendo ambao wanapambana na wasi wa M23 kwenye milima inayoinukia jiji la Uvira, na pia wale ambao wanapambana na waasi huko kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi. Bwana mtangazaji, umezungumzia swala la makubaliano ya amani. Bila shaka kumeonekana na mapigano ya hapa na pale huko katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, licha ya makubaliano ya amani ambayo yalisainiwa mwaka jana chini ya usimamizi wa serikali ya Marekani kule Washington nchini Marekani. Hii pengine inaleta tafsiri gani katika swala nzima la kurejesha amani huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Bwana mtangazaji, utafahamu kwamba nchi ya Rwanda inajua kusaini mikataba, lakini kuheshimu waliosaini inakuwa vigumu, kwa sababu wanajikuta kwamba malengo yao hayataweza kutimizwa ikiwa wataheshimu mikataba ambayo iliweza kusainiwa huko nchini Marekani. Yapata sasa miezi 6 tangu mkataba huo, takriban miezi 6 tangu mkataba huo uweze kusainiwa, ni wao siku nenda wanaendelea kukeuka, wanaendelea kushambulia ngome za jeshi la taifa, wanaendelea kushambulia ngome za wazalendo, na wakati ambapo walisaini mkataba. Utakumbuka kwamba mkataba huo uliweza kubainisha kwamba waasi wa M23 watatoka jiji la Uvira na kurejea hadi kwenye kilomita 75, yaani huko kwenye maeneo ya Katogota ndiko ambapo wangepaswa kurejea, lakini mpaka sasa wanapatikana hapa Sange, takriban kilomita 12 na jiji la Uvira. Unaona ni katika hali gani wao wanaendelea kutumikisha ujanja, na
wanaendelea kufanya shingo upande na kukeuka mkataba ambao peke yao ndio waliweza kusaini. Sasa tumalizie na hili, kwa mtazamo wako, pengine wewe kama msemaji wa kundi mojawapo la wazalendo huku mashariki mwa DRC, unadhani ni hatua gani za haraka zinahitajika ili kuweza kurejesha amani katika sehemu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la Rwanda liondoe askari jeshi wake wote nchini Kongo na warejee Rwanda, amani tarejea. Kagame anaendelea kutumikisha mbinu ya kusema kwamba anatetea kabila ya Watusi ambao wanaitwa Wanyamulenge, lakini wao peke wanasema kwamba hapana, hiyo ni kisingizio. Mbinu ya Kagame ni kutamani kupora rasilimali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia kutamani kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati anatambua kwamba siri hiyo tayari imekwisha julikana na dunia mzima imekwisha kuifahamu, ndipo anaendelea kutumikisha ujanja. Lakini ili amani na maridhiano iweze kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la Rwanda liondoke nchini Kongo. Ikiwa kama kuna matatizo kati ya Wakongomani watakaa chini, watayatatua matatizo yao peke yao na amani tarejea na kila Mkongomani ataendelesha shughuli zake bila tatizo. Bwana mtangazaji, utafahamu kwamba kuna wale ambao waliweza kuwa na kisingizio cha kusema kwamba eti wazalendo na jeshi la taifa FARDC wanalenga jamii ya Watusi. Hicho ni kisingizio. Kwa sasa kila mtu anajua kwamba Uvira Watusi wanaishi bila tatizo, wanalindwa na wazalendo, wanalindwa na jeshi la taifa na kila mtu anaendesha shughuli zake kama kawaida. Na ndipo utaona kwamba kisingizio cha Kagame kinafika mwisho. Na siko nabii, lakini ninakuarifu kwamba utawala wa Kagame karibuni utakoma, na ni Kagame ndiye chanzo cha matatizo katika nchi za maziwa makuu. Analeta matatizo nchini Burundi, analeta matatizo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini atakapoondoka si mbali amani tarejea. Nchi ya Kongo itaishi kwa amani, Rwanda itaishi kwa amani, Burundi itaishi kwa amani, kwa sababu hakuna tatizo hata moja kati ya raia wa Kongo na Rwanda au kati ya raia wa Rwanda na Kongo. Raia wote wanatembeleana na wanashirikiana vilivyo, isipokuwa Bwana Kagame ndiye anaendelea kutumikisha mbinu ya kutaka kumaliza Wakongomani, kwa sababu kwa sasa tunahesabu mamilioni ya watu ambao waliweza kuuliwa kimbari, wanawake ambao waliweza kubakwa, watoto kwa sasa ambao ni mayatima, wajane wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu Kagame ndiye anaendelea kusababisha vurugu siku nenda na akileta sababu ambazo hazina msingi. Ni msemaji wa kundi la FABB huyo, nimezungumza naye hivi punde kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukisalia tu kwenye swala la usalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na taarifa hii ambayo inagusa waasi wa M23 ni kwamba vuguvugu hilo la M23 pamoja na AFC wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda bado wanaendelea kukalia baadhi ya vijiji huko Kivu Kaskazini. Wakati huo mauaji ya makumi ya raia wasio na hatia yameripotiwa kutokana na uvamizi wa wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF. Zuberi Ali ametuandalia taarifa ifuatayo. Waasi wa AFC M23 wameripotiwa kufika tangu Jumapili Machi 15 katika sehemu ya kusini ya pwani ya mashariki ya Graben na kusini magharibi mwa eneo la Lubero, ambapo waasi wameteka vijiji vingi kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa vyanzo, misururu ya magari wanasafirisha watu na vifaa vya kivita vikionekana kwa takribani wiki mbili zilizopita katika vijiji vya Mbingi, mji mkuu wa kichifu wa Batangi ulioko takribani kilomita 17 magharibi mwa Alimbongo. Katika eneo jirani la Walikale, waasi wa AFC M23 pia waliimarisha ngome yao katika miji ya Kashebere na Kibati huko Luberike. Wakati hayo yanajiri, wanamgambo wa ADF walifanya mashambulio mabaya zaidi jioni ya Jumatatu Machi 16 huko Babeswa, kijiji kilichopo kilomita 12 kutoka Bandegaido, eneo la Mambasa huko Ituri. Kulingana na vyanzo kadhaa kutoka eneo hilo, Jumanne hii takribani miili 10 ya raia waliouawa ilionekana. Nyumba na magari mengi yalichomwa moto
kutoka kwa washambuliaji hao. Mashirika ya kiraia pia yameripoti kuwa watu wasiopungua 10 walipatikana wakiwa wamekufa usiku wa Jumatatu. Katika siku za hivi karibuni, ADF imejitokeza tena kwa kufanya mashambulizi katika eneo la Mombasa ambako walishambulia maeneo ya uchimbaji madini ya dhahabu usiku wa Machi 11 hadi Machi 12 na kuua watu wasiopungua 17. ICC ilidai kuhusika na mashambulio kwenye maeneo hayo ya uchimbaji madini ya dhahabu yanayoendeshwa na kampuni ya Uchina ya Kimya Mining na kuchapisha picha za shambulio hilo zikionyesha kuungua kwa majumba, malori na hata matrekta. Ni taarifa yake Zuberi Ali. Mpenzi msikilizaji, kutoka kwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametia saini sheria ya kuanzisha mahakama maalum ya kupambana na rushwa na ufisadi. Muda mchache uliopita nilifanya mazungumzo na Ezai Katasi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Nilizungumza naye moja kwa moja kutoka Beni, huko katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilitaka kufahamu kutoka kwake binafsi amepokeaje taarifa hizi. Ezai Katasi alianza kwa kueleza. Hatua hiyo tumeipokea kwa furaha, ila tukisikitika, kwani muda wote ambao ameufanya kwenye uongozi ni kwa sasa ndio wanaona ya muhimu sasa washughulike na suala za kufuatana na ufisadi vile na ingine mambo, na hiyo ni jambo nzuri kama mahakama yatatumika kabisa gisi ipashwavyo, wakatumika gisi sisi kama raia tunasubiria hiyo mambo ili iweze ikaisha na ikapotea. Lakini kuna jambo lingine ambalo wangalipashwa kuanzia kutafuta nini chanzo cha hii mambo yote, kwa sababu hauwezi ukaweka mahakama na haujue chanzo cha mambo yote, ni wapi hayo mambo yanaanzia, wapi yanapitia na wapi yanafikia, ili uweze ukajua hii shida tumeitatua tayari, alafu yule ambaye ataanguka kwenye huyo mtego atakuwa anayepelekewa mahakamani. Hiyo ndiyo ambao wangelianza, ila ni jambo nzuri kabisa kuanzisha, ni jambo nzuri kabisa. Na kwa namna unavyoona, je, kuanzishwa kwa mahakama hii mpya kutasaidia kweli kupambana na ufisadi uliokithiri katika taasisi za serikali hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwangu binafsi nadhani kwa mwaka mmoja, miaka 2, miaka 3 tutakuwa hatujaona mafanikio ama matunda ya hiyo jambo, kwani tumeona wakati waziri ambaye alitoka yule Costa Mutamba, wakati alikuwa akipambana kufatana na yale mambo ambayo yalikuwa yakipitikana sana, corruption na hiyo ufisadi na mambo mengine mabaya yalimletea shida katika siasa ya inchi. Alafu gisi ni jambo ambalo linaanzia kwa mkubwa wa inchi, nadhani tunaweza tukachunga matunda kisha miaka 2-3 hivi, ila shida ni kwamba wale ambao watakuja nyuma yake kisha yeye kumaliza muhula wake, kwani karibuni hapa utakuwa unaisha. Swali ni kwamba eske wataendelea na hiyo harakati za kuweza kuendelesha hiyo mahakama iweze kuendelea kutumika ndani ya inchi, kwani ukijua ni viongozi wengi ambao wamechongelewa kwa mambo kama na hayo, na wakati ni viongozi ambao wameshutumiwa ama wamechongelewa ama ambao wananaswa ama wanaingia kwenye hiyo jambo, sherti waanzie juu, kwani wakianzia hapo juu wanasafisha hizo ngazi za juu, huku chini nadhani inaweza kutusaidia mambo mengine yanaboreshwa bila hata mahakama kuhusika. Lakini kwangu ambayo nitawaomba ni kuweza kuyatangaza na kuweza kufanya yale ambayo tunaweza tukaita sensibilization kwa population, ambao wajue nini kitakachofanyika ndani ya hiyo mahakama, wajue kipi kitakachoanzishwa na wanani watakaohusika, na wakati watachagua wale ambao wanasimamia ama wakati wataweka waongozi wa haya mahakama, sherti waweze wakachunguza mbeleni hapo walikuwa na shida ama hawana mambo ambayo yanawafata yatakayowasukuma wasiweze kufanya kazi yao vizuri. Na kwangu mimi naweza nikapana shauri kwamba watoe watu kwenye shule, wale ambao wamemaliza shule karibuni, wale ambao ni wachanga ndani ya kichwa zao haziyakuwa na virus
yani ni watu ambao hawajatumika na hizo mautawala zote ambazo zimepita, ambazo zilikuwa na mambo mengi ya corruption na ufisadi, ambayo iliharibisha sura ya serikali, yani na finance ya serikali ikaweza kushuka zaidi. Wakaweza kuwatoa kwenye wale ambao wanatoka shuleni. Nadhani tunaweza tukawa na percentage ya kuwazia wataweza wakafanya kazi, wakiwa watawatoa kwa wale ambao tayari wametumika na hizo government ambazo zimepita. Kwangu nadhani tutakuwa tunarudi tena nyuma zaidi, kwani itakuwa ni kutafutana ndio wanaanza, ni kufuatiliana ndio wanaanza. Hawataweza kufata chanzo ama yule ambaye amefanya makosa kwa kweli. Wataweza kufata yule ambaye wana deal naye ama wana jambo fulani ambalo lisiloendeka naye, ndiye ataweza kapelekwa mahakamani. Na kwetu, kwani ni justice, yani tunapenda hiyo mahakama iweze katumika kwa niaba ya raia na iweze ikapatia sheria yule ambaye anahitajika kupata sheria. Yule ambaye hana makosa aweze akaachiliwa, yule ambaye ana makosa aweze akapelekwa na akahukumiwa, na tuende tukaona ile hukumu ikipita na ikiisha, na kisha hukumu tuone kama yule mtu atakuwa amechange attitude yake ama atakuwa amebaki kwenye hiyo ideas za mbaya, ideas za corruption, ideas za ufisadi, na itakuwa ni jambo nzuri. Ya kufuata ni chumba cha maseneta na chumba cha bunge, kwani wao ndio watakao oneshwa hiyo project, na wakati wataoneshwa hiyo project, yani lazima waweze wakaleta yale ambayo yanaweza yakakosa ndani ya hiyo sheria ambayo itashimika hayo mahakama. Kwani wakikataa kuongeza ama kuona yale ambayo yataweza yakasaidia raia, watakuwa na hawatusaidie kwa kitu, itakuwa tu ni jambo ambalo wanaanzisha na kwa mwisho linaisha. Kwani utakumbuka kwamba kulikuwa yule ambao walikuwa wakiita Alingeti, Gilles Alingeti, alikuwa akifuatilia mambo kama na hayo, sio ndani ya hiyo njia, lakini ilikuwa katika njia nyingine. Lakini wakati ameanza kwa kishindo, lakini kwa muda fulani imezimika na haisikiliki, na mambo yanaendelea yakiharibika na watu wanatazama. Na nyingine yenye naomba serikali ya Kongo iweze kujua, ndani ya nchi ambazo zimeendelea kuna namna ya kulipisha mavitu ama vitasi na mambo mengine kama kodi, yani wanakuwa na ile ambayo tunaita kwa lugha ya kimombo guichet unique, nafasi ambayo watu wanalipa kwa umoja. Isiwe pesa zinazunguka kwa hii service. Ni hapo ndipo pesa zinaponyoka serikali na zinaenda kwa mfuko ya wale ambao wanaziokota. Na itakuwa ni jambo la maana sana wakiweza kuchunguza hizo njia zote, waweze wakafunga nafasi ambapo hayo mambo yanatokelea, waweze wakachambua kuona wafanyakazi wa serikali wanatosheka na mshahara ambao wanapata, wale ambao wanatumika ndani ya serikali, ndani ya service mbalimbali wanatosheka. Kama hawatosheke sababu gani, wanapata nini, wakati gani na namna gani. Hizo mambo zote zikiwekwa pamoja, nadhani hiyo mahakama yatatumika sana na yatatumika kwa ukweli, kwani wao pia wakiwa hawatatumika kwa ukweli, tutaenda waona wao vile wakiangukia ndani ya mtego ya yale ambao wanaweza wakasema wako napiganisha. Ni Isaac Katasi huyu ambaye nilifanya mahojiano naye dakika chache zilizopita, moja kwa moja kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwishowe kabisa, muungano Uboli ambao unajumuisha vyama mbalimbali vya kisiasa unaendelea kutangaza hadharani mageuzi watakayoleta Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo wananchi watawapa dhamana ya kuongoza nchi hiyo. Jacques Alala pamoja na Analotangani David, wawili hao ambao ni viongozi wa vyama mojawapo ambavyo vinaunda muungano huu, nilifanya nao mahojiano kutaka kufahamu kwa kina kabisa kuhusu wao na mustakabali wa muungano wao. Kwanza nilianza kumhoji mwenyekiti wa chama cha ANAPAD kutaka kufahamu ANAPAD inamaanisha kitu gani. Tumsikilize. Maana ya ANAPAD ni Alliance Nationale pour la Paix et la Démocratie. Hapo ni kwa lugha ya Kimombo. Naam, vizuri sana. Na kwa upande wako Jacques wa Yalala, IDC inamaanisha kitu gani? Ndio, IDC inamaanisha Union pour la Démocratie au Congo.
Aha, vyama vyenu vinazungumzia demokrasia. Wewe ni demokrasia na ANAPAD ni demokrasia. Kwa nini demokrasia? Ni Alan, nianze na wewe. Nashukuru ndugu mtangazaji. Unajua kuna watu huwa wana slogan au msemo ya kusema demokrasia, demokrasia, demokrasia. Demokrasia kwanza ni nini? Kwa kimombo wanasema demokrasia, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Yaani ni uongozi au mamlaka ya wananchi, ya mwananchi, kwa wananchi, kwa nchi. Ni kusema haya maneno yanataka kutufunza kitu gani? Nchi ni ya wananchi. Wale wachaguliwa ambao wanachaguliwa ni wafanyakazi wa wananchi. Na ndio maana huwa wanaongea mara nyingi huduma kwa raia. Sasa mtu akisema huduma kwa raia anamaanisha kwamba anahudumia raia. Si raia kumhudumia. Demokrasia inafafanua kusema huduma kwa raia. Mhudumu mwenye anahudumia raia. Sasa mhudumu mwenye anahudumia raia ni nani? Na nataka kuonyesha ya kwamba huyu raia ndio tajiri na akona mhudumu mwenye amepea kazi ili amhudumie. Sasa mwenye amepewa kazi ili amhudumie ndio wale viongozi wanatafuta nyanza za uongozi katika nchi ili wapate kuhudumia wananchi. Lakini hii neno demokrasia wa Afrika na nchi za Afrika wanazitafsiria visivyo. Kwa sababu kama mimi ni mhudumu na nina mtu nahudumia, kati mimi mhudumu na mwenye ninahudumia, nani ndio boss wa mwingine? Yule ambaye unahudumia ndio boss. Kwa sababu yule mwenye nahudumia ndio atatoa mshahara wake ili mimi nipate. Kama yule mwenye nahudumia hajatoa mshahara, mimi sitapata. Sasa wenye tutahudumia ni wanani? Ni wananchi. Wananchi mshahara wanatupea ni nini? Na ile zile tax, ule ushuru ambao wanautoa kwa sababu tuendeleshe kazi ya kuhudumia. Sasa ndio maana demokrasia ni mamlaka ya wananchi, si mamlaka ya mtu. Nadhani umenipata. Nimekupata vizuri kabisa. Nije kwako Jacques Yalala. IDC na ANAPAD ni vyama viwili tofauti. Muungano wenu ulianzaje na kwa nini? Muungano wetu ulianza, sisi sote ni chama chenye kina promouvoir, ANAPAD na IDC tuna promouvoir demokrasi. Demokrasi maana yake nguvu kwa raia. Tuliona kama raia ya Kongo inanyanyasiwa sana. Haikuwake demokrasi. Yani raia yetu haikuwake inajinvolve ma decision ya gouvernement. Banakuwa imposer ma decision bila ta kuinformer raia. Sasa njo tukaona no. Il faut tukakutanana na viongozi vya ANAPAD na VDC, tukasema tuunde coalition yenye itapatia raia nguvu na uhuru vyenye haviko kwetu. Okay, na muungano wenu unaitwaje? Uboli maana yake nini? Uboli maana yake uhuru, bosomi, liberte. Kwa nini mmechanganya lugha? Maneno ni moja. Mmechanganya lugha tofauti. Ya lugha tofauti tulichukua kwenye lugha ya Kiswahili, ya Lingala na ya Kibombo ya Francais. Okay. Na ni miaka mingapi sasa mnafanya kazi pamoja kama muungano Jacques Yalala? Ni miaka mingapi sasa? Katika muungano wetu tunaenda kabisa kwa miaka 4 ama 5 hivi. Miaka miaka 4 au 5 hivi mko pamoja kama muungano. Ndiyo. Okay, vizuri sana. Nije kwako Mialano, vyama vyenu vimesajiliwa? Unauliza swali mzuri. Kwanza tuanze na muungano. Kama jinsi Mheshimiwa Maitre Jacques Yalala ameongea hapo. Lengo kuu kwanza letu sisi kuungana pamoja. Kwanza hicho kwa sababu ya kuweka nguvu kwa raia kama jinsi demokrasia inavyosema. ANAPAD inasajiliwa. Na UDC iko na procedure ya kusajiliwa. Ishapiga hatua. Hata kama sijamuongelea atakuja kuongea. Yaani vyama ambavyo viko ndani ya muungano huo wa Uboli viko sambamba na madocument ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Okay, vizuri sana. Vyama vyenu vimesajiliwa vizuri sana. Okay, usiondoke hapo na bado niko nawe Alanu. Vyama vyenu vinaendesha shughuli nyingi nje ya nchi. Naelezaje nafasi yenu katika siasa za DRC wakati mko moja kwa moja ndani ya nchi? Ndugu mtangazaji, vyama vyetu viko ndani ya nchi. Hivi tuko tunaongea hapa, tuko na maofisi. Sisi ni wanamemba wa vyama, tena viongozi wa vyama, lakini wenye vyama vyao ni wananchi. Unanipata ndugu mtangazaji? Nakupata vizuri kabisa. Hapa nataka nifungulie watu wengi ambao wanasema mbona nyinyi mnaongelea nchi. Ni wale watu ambao wenye hawana ideology ya kile ambacho wanachokifanya. Mimi ama sisi tumeleta mawazo tuwe na chama ambacho ni cha nini, cha kusaidia demokrasia kwa wananchi. Nakupa mfano. Hapa tulikuwa na shida hapo tarafa la Fizi. Mtu alikuja akajenga mnara. Unanipata ndugu mtangazaji? Nakupata vizuri. Kwa matarajio ya wananchi, kwa kuonyesha tuko ndani ya nchi ya demokrasia, na tuanze kufanya hatua zile za kuonyesha kama wao wananchi wana haki ya kuonyesha nguvu zao kama kisi demokrasia ilivyo. Tuliwahimiza na tuko hapa nje, na wakaenda wakatoa mnara huo. Unaona gisi utofauti wa vyama vyetu na hivyo vyama vya watu wengine. Sasa kama tuna chama, ni chama cha wananchi, sio chama chetu sisi. Sisi tunaweza tukawekwa tuwe viongozi, tunaongoza pale. Mimi kiongozi naweza kuwa niko nje ya nchi kwa mfano, lakini nafanya kazi ndani ya nchi. Okay, nanipata ndugu yangu mtangazaji? Vizuri sana. Sasa nataka niwafunze wale watu wengi wanashutuma ya kusema mbona mnasemea nje. Hapana, vyama vyetu viko ndani ya nchi. IDC iko na siege nje, ofisi yake kuu iko ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. ANAPAD iko ndani ya nchi yetu, ofisi zake zote ziko katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Koalisio yetu Uboli iko ndani ya nchi na kazi zake zinafanywa ndani ya nchi yetu ya Kongo. Ijapokuwa sisi viongozi huwa tuko huku na kuwa mara nyingi tunaendaka nyumbani. Ni kusema nataka tuweke wananchi kusantre ya responsibility, kama wao ndio wenye chama, wao ndio wanahitajika kwa demokrasia ambayo tunapigania, wao ndio wanahitajika kwa liberty tunapigania, wao ndio wanahitajika kwa heshima ya katiba ambayo tunapigania. Yaani nikutaka kusema kwamba vyama vyetu viko ndani ya nchi ya Kongo. Okay, vizuri sana. Watu ndio wako nje ya Kongo, watu ambao wako na wananyazi pande wako nje ya Kongo, lakini chama kiko ndani ya Kongo na kazi ya vyama vinafanyika ndani ya nchi ya Kongo. Vyama viko ndani ya Kongo na vimesajiliwa na IDC ndio ipo katika harakati au katika kumalizia usajili wa chama. Okay, vizuri sana. Niji kwako. Naam. Sitakukata kauli ndugu mtangazaji. Rais anaweza kuwa anasafiri katika nyadhifa zake za rais za diplomasia. Iko Ufaransa, iko Uingereza, iko katika nchi nyingine. Lakini anaweza shindwa kutoa order kwenye ametoka. Aweza kashindwa kutoa order. Naam. Jacques Arala, mgoja nije kwako. Wewe pamoja na mwenyekiti wa ANAPAD Alan Mtanganya David mnaonekana kuzungumza sana kwenye mitandao ya kijamii, kiasi kwamba kuna watu ambao wanasema kwamba vyama vyenu ni vyama vya mtandaoni tu. Wewe unajibu vipi hoja hiyo? Wale wenyewe wajui siasa ndio wanasema mtandao wa sasa ndio siasa. Hata Trump president wa Etazini anaongea kumtandao, hata Macron president wa France anaongea mtandao, wa president wengi wanaongea mtandao. Na mtu kama anakuambia ni vyama vya mtandao hajui siasa. Okay, mtandao ndio siasa. Mtandao ndio siasa. Huu wenyewe tunafanya hivi ni mtandao. Sasa utadharau hii mtandao? Hapana, huwezi kudharau mtandao. Okay, na ni mafanikio gani makubwa ya kisiasa ambayo muungano wenu umepata tangu kuanzishwa kwake? Kabla hajajibu hapo mheshimiwa, nataka nifungue hapo kidogo. Samahani kumradhi. Ndugu mtangazaji, mtandao ni nini? Kwa kimombo wanaita social media. Kwa kimombo ya Wafaransa wanasema réseaux sociaux. Ni hiyo, tukisema réseaux sociaux inawekwa juu ya wanani? Watumiaji. Wananchi. Ndio. Watumiaji. Ndio. Na sisi
tunakuja kutetea wanani? Ninyi mnatetea wanani? Mnatetea wananchi, najua hivyo. Wananchi ambao wako ndani ya marezo social na wenye hawako ndani ya rezo social. Na kama tukitaka kupeleka ujumbe wetu kwa wananchi tukitumia hiyo mitandao ambao wao wanatumia, kuna kosa gani? Kwa hiyo sio vibaya kutumia mitandao kama wafanya siasa, kwa sababu mmetengeneza kwa ajili ya kutumia. Wale ambao wanasema hivyo ni watoto, ni wachanga katika ulingo wa siasa, kwa sababu hiyo mitandao imetengenezwa juu ya wananchi wapate habari. Pale kwenye mimi siwezi nikafikia kuwapelekea habari na mguu wangu, lakini akifungua hiyo rezo social yake atapata habari. Na kazi yetu sisi ni kazi ya kuelimisha wananchi kupitia hiyo mitandao ambao wanatusikia vyema zaidi sana kuliko mikutano ya hadhara nyingi. Isingilikuwa hiyo rezo social, je, mnara wa ofisi ungilifanyika, ungitolewa? Isingekuwa hiyo rezo social, je, hii mambo ya katiba inaongelewa Kongo tungichangia? Ni kusema mwenye anaongea hiyo maneno bado ni mchanga ndani ya siasa. Hayo nitaka kuongezea kwa mheshimiwa hapo. Asante sana. Haya, nije kwako, nireje kwako sasa mheshimiwa. Nilitaongeza pale. Naam. Inaomba tufundishe raia yetu. Rezo social ni instrumент yenye iko nguvu sana katika dunia. Kama wanasema rezo social ni media, na kama tunasema media ni television, radio, internet, Facebook, ile vyote iko pari ya ile. Na wewe hauwezi sema hapa wanasema ku rezo social kwaki. Kuko huko kwenye tuko Afrika du Sud, kuko ma parti politique inaanza kuwa créer ku rezo social na inatumika na inaenda kuwa enregistrer. Donc kama mko raia yetu inasema vile hawajui, ifo tukwe tunawafundisha. Okay, vizuri sana. Okay. Sasa moja kwa moja jibu swali langu. Nimeuliza ni mafanikio gani makubwa ya kisiasa ambayo muungano wenu umepata tangu kuanzishwa kwake? Mafanikio makubwa sana. Kwanza, kitu cha kwanza ile sisi kuwa pamoja, na kuko vingine vyama vinakuja kuingia katika nani coalition yetu. Vinataka kujiunga. Tulikuwa zinajiunga na zinazidi kujiunga. Cha pili, tulichukua projet de société sisi sote tukatia chini, tukadiskite, tukatoa projet de société moja yenye itageuza maisha ya raia yetu na kugeuza maisha ya nchi yetu. Cha tatu, wa raia wanazidi kuingia katika muungano wetu sana. Wanapenda juu ya malengo yetu na maobjectif yetu. Usiondoka hapo mwenyekiti Jacques Halala. Hivi kama ningekuuliza swali kidogo la kizushi tu. Hivi DRC kuna wananchi ambao wanafahamu chama cha IDC na ANAPAD? Sisi nadhani mkiongozi wa ANAPAD alikuambia vyama vyetu viko ndani ya nchi. Secretary General wa IDC iko Kongo. Kama unamaanisha wananchi Kongo wanajua chama, unasema Kongo ya wapi? Ya kidemokrasia. Secretary General wetu wa IDC iko Kongo. Na chama kile cha IDC kiko na siege niko banaita Kala Uvira. Na mwezi wa 6 tutafanya anniversaire ya chama pale Uvira. Na wamemba. Vizuri sana. Haya, nije kwako mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha ANAPAD Alan Tangani David. Hivi niulize kwanza chama chenu, au nikimaanisha kwa namna nyingine muungano. Hapa nazungumza chama na muungano kwa pamoja. Unadhani kina uungwaji mkono kiasi gani ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Unaweza kulithibitisha hilo? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza wacha nianze hapo kwa unauliza mwenyekiti wa chama cha IDC Mheshimiwa Maitre Jacques Halala kusema ati wananchi wanajua IDC. Nimefurahi kwa sababu nilicheka. Kwa sasa hii hata sasa hii uandike kwa mtandao wote ule wa WhatsApp, hizi mtandao yetu uandike nani ndio mwenyekiti wa IDC. Utaona watu watakuja kujibu hapo. Hiyo inaonyesha kwanza IDC wananchi wanaijua, wanaitambua. Ni vile navyo useme mwenyekiti wa chama cha ANAPAD ni nani. Wananchi watakuja waandike pale. Ukisema ANAPAD unasema nani? Hiyo ni cha kwanza. Ni kusema vyama vyetu wananchi wanavitambua na wanavijua.
Cha pili, muungano wetu. Wacha niingie sasa kwa muungano, kwa sababu watu wapate kuelewa na wajue kama muungano unafanya kazi na unatambuliwa na wananchi. Muungano wetu kwanza, mafanikio yake kwanza, kabla ya kuingia mafanikio kwanza, kabla tuseme hiyo swali lako lenye mwenyekiti wa IDC ameongea hapo, tulichukua vitu vya muhimu ambavyo wananchi wanahitaji, tukachukua maprojet de societe zetu tukaweka pembeni, tukachukua zile za maana kutoka kwa IDC, kutoka kwa wanapad na vyama vingine, tukasema hivi ndio wananchi wanahitaji, ndio priority. Ndio tukaviweka mbele kwa msaada wa wananchi. Na nani koalisio yetu Uboli. Hivyo vitu ni vitu gani? La jaribu kuviweka wazi mwenyekiti. Vitu gani ambavyo mliweka mkaviweka kama kipaumbele kwa wananchi? Ni vitu gani hivyo? Kipaumbele kwa sababu demokrasia, ujenzi wa barabara, miundo msingi ambayo itapatia wananchi uhuru wa kutumia, ambayo itapatia wananchi kujua pesa ambazo ametoa zimefanya nini, zimetenda kitu gani, na zitafanya mwananchi ajue pesa zake zenye ametoa kwa kutoa kwa tax, anaambiwa kwamba zimefanya hiki na kile kitu ambacho ile pesa yake imefanya amekiona na ameridhika kwa mahitaji ya mwananchi. Ndio vitu tuliweka pembeni, tuliweka pamoja ili tufanye kazi pamoja. Mwenyekiti, kuna nukuu hapa na nukuu tu, sio maneno yangu, nataka kunukuu. Nukuu yenyewe nasema hivi: Mialano ni tapeli, anakula pesa nyingi sana kutoka Ulaya huko. Unasemaje? Unajua, maswali nyingi na majibu nyingi, tuko ndani ya siasa na kuna wale watu ambao wako wa mlengo fulani anaweza katumiwa. Sasa kama mtu huyu akisema mimi nimekula pesa nyingi kutoka Ulaya, pesa za nani? Huyu mwenye pesa zake, mwenye alikuliwa pesa zake, alikuja kwenye mtandao na akasema ya kwamba amedhulumiwa pesa zake, na ni pesa zipi amedhulumiwa ama zimekuliwa? Haya ni maneno ya watu wanatunga. Na kwanza hayo maneno inatupatia furaha kwetu sisi kujua kwamba watu wanajua kazi tunafanya. Lakini mwenyewe umeshawahi kuyasikia hayo maneno? Nani mimi? Haya maneno tunasikia watu wanaongeanga, mimi sijasikia mtu anakuja kuniambia juu ya pesa. Na mtu akisema hayo maneno, mimi kwangu nasikia furaha. Unasikia kwa nini nani mtangazaji nasikia furaha? Ni kwa sababu wananchi wanatambua chama cha Napade na wanatambua koalisio Uboli. Isingilikuwa hawatambui na wajui, wangeuliza swali hilo. Unaona kwa tunaenda. Hayo inaonyesha kwamba kazi tunafanya wanaiona. Sasa kuna wale wengine ambao kazi yao tu wanatumiwa na vibaraka kwa kutaka kuharibu kazi na sifa za coalition na chama. Hiyo inaonyesha kwamba watu hao wanatambua kazi tunaifanya. Na kuna wale wengine wenye kazi yao ni waharibifu. Na ndio kritike ndani ya siasa ni kitu kizuri ambacho siku za usoni zije zikasahishe. Na ndio maana upinzani unakubalika. Sisi mtu akutusahisha sisi tunamkaribisha zaidi sana. Aongee kwa sababu tuko ndani ya nchi ambako watu wako huru. Liberté d'expression, watu kujieleza. Kama huyo amejieleza, mheshimiwa Mialano amekula pesa za watu kutoka Ulaya. Sasa uniambie mimi huwa siitishe pesa watu wa Ulaya? Mimi huwa sijaongea mambo ya pesa? Naam. Nije kwako. Sawa, asante sana, umesikika vizuri, na wale ambao labda walikuwa na kauli hizo za kutaka kuchafua jina lako tayari wamepata mwangaza kutokana na kile ambacho umetoka kukieleza. Mwenyekiti Jacques Wayalala, wewe huko Afrika Kusini na serikali ya Afrika Kusini ilipiga marufuku mikusanyiko yote ya kisiasa kwa vyama vya kisiasa ambavyo sio vya hapa ndani ya nchi. Wewe chama chako ni chama cha kisiasa ambacho ni kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnakutana vipi kujadili masuala ya nchi na wakati serikali ya Afrika Kusini imepiga marufuku mikusanyiko ya kisiasa kwa wageni? Ndiyo mtangazaji, chama cha IDC kinakubaliwa hapa. Tuna document officiel kutumika hapa. Depuis 2002 tulipata hiyo document ilituruhusu hapa kufanya kazi za siasa. Kwa hiyo mnakutanana? Sio kila chama kiniki kwa hapa. Kiniki kwa na ile document. Okay. Kwa hiyo kwa upande wenu nini hamna tatizo au hamuathiriki moja kwa moja na hatua hiyo ambayo ilichukuliwa na serikali ya Afrika Kusini? Sisi hatuna tatizo juu tunaendea sambamba selon malwa yenyewe walitupatia na South Africa.
Okay, vizuri sana. Miala Mtanganya David, na maswali mawili ya mwisho. Swali moja napeleka kwako mwenyekiti wa NAPAD, na swali lingine napeleka kwa mwenyekiti wa chama cha IDC, na tunafunga mjadala. Labda mengine atokee kadri mnavyoenda mnajibu maswali yangu. Nianze na wewe mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha NAPAD. Ikiwa chama chenu kitapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika uchaguzi, ni mabadiliko gani makubwa mngependa kuyaleta kwa wananchi? Ndugu mtangazaji, nitakusaisha kidogo. Na kusaisha kusema chama chenu. Unaona neno? Chama chenu kikipata nafasi. Hapana. Unasema chama chetu kwa sababu na wewe ni Aya, chama chetu basi, twende kwa style hiyo basi. Ikiwa chama chetu cha NAPAD kitapata nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika uchaguzi mkuu na kimebahatika kabisa kupewa ridhaa na wananchi kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mambo gani ambayo mtahapa kipaumbele kwa wananchi? Na tena hapo nitakurudisha tena. Sio chama cha NAPAD kikipata nafasi, kwa sababu tayari chama cha NAPAD kiko ndani ya muungano wa Uboli. Ungeniuliza swali kusema muungano wa Uboli ukipata nafasi ya kuongoza nchi ya Kongo italeta mabadiliko gani? Kwa sababu kwa saa hizi NAPAD hawezi kuchukua hatua iende katika kampeni zake mwenyewe bila vyama vingine ambavyo viko ndani ya muungano wa Uboli. Kwa saa hii tunaongelea Uboli. Kwa sababu NAPAD ni moja ya chama ndani ya Uboli. Okay, vizuri sana. Naam. Uboli nitasema kwa sababu ya Uboli, kwa sababu ni muungano. Vizuri sana. Sisi Uboli kupata nafasi. Nikisema Uboli nasema na NAPAD, nasema IDC, nasema vyama vingine vyote, kwa sababu hivi vyama viko na ideology moja, iko na vision moja, tuko na filosofi moja. Tukipata nafasi ya kuongoza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza katiba mtafanyaje? Katiba inapaswa iheshimiwe. Kwa sababu tumeona katiba ya Kongo haiko katiba. Kwa sababu katiba inatumiwa kwa watu wa chini, watu wa juu inawafaidisha. Hakuna uongozi wa kisheria ndani ya nchi ya Kongo. Kwanza hii ni moja hii. Kitu cha pili, kumchukua mwananchi kuwa tajiri. Sisi watu wa Uboli tutakuwa wahudumu wa wananchi. Hicho ni cha pili. Nataka kuonyesha kama tutachukua mwananchi ndio akuwe au centre ya decision ya jinsi nchi itaendeshwa, ambayo yeye iko ndani mwananchi. Sasa kuna miundo msingi ya maendeleo. Hapo nilikuwa nasema juu ya demokrasia na jinsi ya uongozi wa kisheria katika nchi. Sasa miundo msingi ya maendeleo. Uboli kupitia wadosi wetu au wafadhili wetu ambao sisi tunachukua, kwa sababu Uboli wafadhili wetu ni wananchi. Zile taksi za wafadhili zetu zile tunafanya nguvu, hizo pesa hizo zinajenga barabara. Tunafanya nguvu, hizo pesa hizo zinajenga vilalo. Tunafanya hizo pesa hizo tuwe na umeme. Zinafanya hizo pesa hizo tuwe na vyuo. Nikisema vyuo nasema chuo kikuu. Na wananchi wahakikishe wanasoma bure. Tukiangalia nchi nyingi za Afrika, mtoto akimaliza secondary school kwenda chuoni inakuwa gharama ya mzazi tena. Nchi kama vile Kongo ambayo inajaa madini, inajaa wananchi wanatoa taksi zao. Kwa nini hao watu waelemewa na mzigo tena wa kulipa ada ya chuo? Ada ya secondary school itakuwa bure. Ada ya primary school hiyo sasa nayo primary school bure. Matibabu kwa wananchi. Angalia wamama wengi wanaangalia nyumbani kwa sababu ya kukosa pesa za kwenda kwenye zahanati au hospitali. Na huyo mwananchi anatoa ushuru wake kwa sababu atibiwe bure. Sasa huyo mtu tunamnyanyasa. Anatoa ushuru kisha tena wakati anasomesha mtoto shule analipa, akienda zahanati kutibiwa tena analipa. Huyu mwananchi anapewa kazi nyingi. Sasa hizi pesa zake za anatoa ushuru zinamsaidia kitu gani? Zinampatia faida gani? Anatoa ushuru kwa sababu apate shule la bure. Anatoa ushuru kwa sababu aende kupata matibabu ya bure, aende kuzaa kwa bure. Sasa huyo mtu anatoa ushuru tena anaenda kuzaa na pesa. Wananchi ndio wanafinyika. Uboli kichukua mamlaka, wananchi yeye kazi yake atafanya ni kutoa ushuru wake, atulipe sisi wafanyakazi wake, na sisi tumfanyie huduma ya matibabu bure, huduma ya vyuo na shule bure, umeme
maji mpaka katika nchi yetu ya Kongo. Tuko na nani Basedi Flame Kongo. Tuko na inga 1, inga 2 za umeme. Zinafanya kazi gani? Zinafaidisha watu wa Ulaya, Europe na watu wa Kongo wanalia. Okay. Unanipata ndugu mtangazaji? Nakupata vizuri kabisa. Tuko na fore ya hiyo Basedi Flame Kongo. Kwa nini sisi tuanze kutegemea energy kutoka nchi za Kiarabu, mafuta kutoka katika nchi ya Kiarabu, na sisi tuko na mafuta ndani ya nchi yetu ambayo tunaweza kutengeneza, inatupatia mafuta. Mitungi ya gasi, kwa nini tusitengeneze kwetu katika nchi yetu? Na tuko na carbon yenye tunaweza itengeneza hiyo carbon, itengenezee mitungi ya gasi, watu waanze kupikia, itupatie umeme. Kwa nini tuende kununua silaha nje za kupambana vita na nchi yetu? Tuko na energy, tuko na mafuta ya nuclear ambapo tunaweza tengeneza silaha za kuhifadhi wananchi za kulinda nchi yetu. Mishahara kwa watu, kila nchi ya Afrika kwa sasa mwananchi anapata mshahara mwisho wa mwezi, na wengine wanafanya miezi 3-4 hakuna mshahara anapata. Sisi walisio ubori tukipata nafasi ya kuongoza nchi ya Kongo, kwanza wafanyakazi wote kuanzia walimu, madaktari, maprofesa, watu wote wale kwanza ambao wanafanya hizo kazi wanakuwa wanapata mshahara mara 2 kwa mwezi. Kwa mfano kama mshahara wake ni wa $500, ikifika tarehe 15 za mwezi, huyo mtu tunampatia nusu ya mshahara wake, $250, $250. Kufika mwisho wa mwezi anapata $250. Hii kitu hii itakwenda kufunga hiyo shida ambayo kuna mkongo ya nini ya corruption ndani ya Kongo, kwa sababu huyu mtu anategemea mshahara wa mwezi. Kwa hiyo mwezi tutafikia atakuwa na madeni na kila kitu. Sasa kwa kuona asevu hizo pesa zake, inambidi afanye corruption, ale rushwa, ili pesa zake zikuje kuingia kwa hatari. Lakini huyu mtu akipata mshahara wake tarehe 15 nusu, na tarehe 30 anapata nusu nyingine, ni vigumu huyu mtu kupata kukula rushwa, na atakataa rushwa. Yaani tutapambana na rushwa, tutapambana na wizi. Mtu yote mwenye anaiba pesa za umma, hata akiwa mimi rais nimepatikana nimeiba pesa za umma, napaswa ni nyongo. Yaani tutaweka ofisi pale ya maauditor, wale watu wa kufanya uchunguzi wa pesa za wananchi zinafanya kazi namna gani. Ukionekana kuna wizi, awe governor, huyo mtu ananyongo, na kufuatilia miundombinu ya maendeleo katika nchi yetu. Na anajua haya mambo tunasema hapa hayapo. Na wafanyakazi wanapaswa waheshimu muda wa kazi na muda wa nyumbani. Haya ni mengi ambayo bila shaka ni mengi kweli kweli. Swali la mwisho kwako Mheshimiwa Jacques Yalala, unajua wananchi wengi wao wanaamini kwamba vyama vya kisiasa ambavyo vinafanya shughuli zake, sehemu yake kubwa ya shughuli za kisiasa nje ya nchi, vinakuwa havielewi kabisa matatizo ambayo wananchi wanapitia, wale ambao wanapatikana ndani ya nchi. Sasa ninyi mnatoa ujumbe gani kwa wananchi wanaoamini kuwa vyama vinavyoendesha shughuli zake nje ya nchi haviwezi kuelewa matatizo ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mnatoa ujumbe gani kwa wananchi kama na hao? Asante mtangazaji. Naweza waambia wakongomani wote wenye wako ndani na nchi, uboli ni msaada kwa Kongomani. Juu uboli inakia kulibere nchi. Njoo mkombozi. Uboli ni mkombozi. Sawa gisi president alisema hapo, uboli iko na projet de societe kali sana, yenye itageuza kabisa, italeta mabadiliko. Ya kwanza, zile kodi zote zenye ziko zinachukuliwa mikono ya watu, zenye zinatuma walidere wetu wawe rishi, tutapiga marufuku kodi zote kuchukuliwa mikono. Hapo itatutuma sisi tujue kodi zenye zinaingia mu nchi yetu ya Kongo ni ngapi, na tutakuwa capable kucreate makazi haji na kulipa ba travailleurs haji. Nasikia zile kodi juu naona kama taxi yote mtu anabeba makarniki tansie, chef de l'etat anatuma mtu wake anaenda beba lomba franga bibi yake mtoto wake, vile vyote vitapigwa marufuku. Hakuna mtu mwenye atakuwa anagusa franga. Utafunguliwa mabenki, kila Kongolani anapaswa kuwa na compte bancaire. Unapata kazi, unafungula compte bancaire.
Na ile mabanki ndio tatupermettre kutuambia nchi yetu inapataka franga ngapi. Uone budget yetu ya Kongo inafanyika kadali lea abana likuta. Lakini wanategemea franga zitatoka Bulaya. Ni alienation ya bazungu. Ile shia itakuwa. Ile yote makodi itapuiwa mafuko. Hakuna mtu mwenye tena na makarniki tansia yake. Banki zote, franga zote zinaingia mabanki. Ile ni role ya IDC kwanza. Isi kuingia, kuzuia franga ile ya kuingia mikono ya watu, kufungula mabanki. Après par identification. Qui est congolais, qui ne l'est pas. Ma frontiere ya Kongo inafunguliwa. Haifungwaki. Na mtu mwenye anatoka wapa na ingia tu anasema ni mkongomani. Donc identification qui est congolais, qui ne l'est pas. Tuyue raia yetu ni nani? Mraia wetu ni nani? Na mwenye yuko mraia wetu ni nani? Donc il faut apate ma identité. Okay. Vizuri sana, vizuri sana. Naam. Ingine itafuatilia pale ni ukorije naona parlement yetu ba parlementaire abatumiki. Comment ça veut dire weye un parlementaire akwena ma $25,000. Un militaire mwenye anaenda pigana na un policier iko anapokea 350. 150 à 250. Unajua ule mtu na hilo lalo mtalishughulikie. Lakini katika mazungumzo yenu wewe pamoja na mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha ANAPAD, mimi sijasikia sehemu ambayo mmezungumzia mtakuja kupiganisha swala la vita ili kumaliza vita. Hamjazungumza hiyo. Sijui ninyi kipindi mtachukua madaraka Kongo vita vitakuwa vipo tena? Nilitafikia pale si wakati uboli itachukua madaraka amani inafika. Nchi yoyote ya jirani yenye amani inafika. Yaani uboli kiingia mkongo na amani inafika fasi yote. Chua tutaitika nchi jirani kuja kuingia ndani ya nchi kuua raia, kunyanyasa raia. Na kitu yenye utajua zile nchi za jirani zinaingia katika nchi yetu kunyanyasa raia juu gouvernement iko désorganisé. Bali viongozi wenyewe wanatumika mu gouvernement hawatumiki kitu, hawajali na pepe. Na njoo maana unasikia uboli inakuya patia nguvu raia. Decision ni ya raia. Tutakuwa tunafuata gisi raia nasema. Decision ya raia au maamuzi ni ya raia. Hawajali na raia. Okay. Hawajali na raia. Vizuri sana. Na hawapendi kusikia wa raia malalamiko yao. Okay, vizuri sana. Umechambua mengi kweli kweli. Na nikiangalia muda sio rafiki, muda unanifuta shati kweli kweli. Pengine sasa nianze tu na wewe, nimalizie tu na wewe mara moja alafu ndo nitarejea kwa mwenyekiti. Neno lako la mwisho. Kabla sijampa mwenyekiti neno lako la mwisho. Wewe neno lako la mwisho ni lipi? Neno langu la mwisho ni kwa Kongomani. IDC ndio msaada wenu. IDC ndio mkombozi wenu. Tunaomba siporo yenu. Msiku mnasema wako nje wanasemea ndani ya nje hapana. Huku tunakuja kupata elimu. L'expérience nous a rendu sage. Tunakuja huku kutafuta pia na kusoma. Juu na sisi tupate kujua kama tutadeveloper na kutengeneza nchi yetu. ANAPAD iko mikono yenu. Muikaribishe na mikono miwili. Tutatengeneza nchi na tutawaproteger mu angle zote. Na wakati uboli itafika pale, ile yote vita haitakuwa amani tu. Watu wote nchi zote zitatuheshimisha. Nchi zitatuheshimia kama gisi nchi zilikuwa zinatuheshimia ingine nasio balikuwa wanatuheshimia mbele. Ile ni role yetu ya uboli kuheshimisha nchi yetu na raia yetu. Aujourd'hui raia yetu haina heshima mdunia ni juu ya viongozi wetu. Hawarespekti raia yao. Asante sana. Vitu yenyewe wanatendea raia haviwezekani. Na si viongozi vya uboli. Uko kategoriki kwa kushange regime yenye ita respecte nchi, ita respecte constitution, ita respecte raia. Okay, asante sana. Na kutumika na raia sambamba kwa sambamba. Vizuri sana, vizuri sana. Niji kwako mwenyekiti ni Alano, neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho ndugu mtangazaji. Jambo la kwanza, ninatoa wito kwa vyama vingine vyote ambavyo bado viko nje vikuje kuingia kwa uboli.
Uko na chama changa. Sisi hatuangalia ati wewe umesajiliwa ama hujasajiliwa. Hapana. Mwananchi hana haja ya kusajiliwa, hiyo ni karatasi. Uko na chama akisajiliwa, tunatuma wito wetu waje waangalie ofisi zetu, wamuone kiongozi president wa chama cha IDC, ndio mwandishi mkuu wa koalisio yetu, wasajilishe chama chao kwa koalisio. Kwa sababu ya nini? Katika nchi ya Kongo ukiangalia Marekani, utasikia wa Democrat na wa Republican. Wa Democrat ni muungano wa vyama vingi wakatengeneza hiyo chama moja. Wa Republican ni muungano wa vyama vingi wakaunda hiyo Republican. Kongo tuko na Union Sacrée, tuko na Uboli huko ndani, tuko na hizo zingine Masovole Kongo na zingine zote zinatengenezwa. Sasa hii yetu iko tofauti na hizo zenye ziko kwa sasa, njoo zimeharibu nchi yetu ya Kongo. Lakini waje kujiunga kwa Uboli kwa sababu Uboli ina nia mzuri kwa maendeleo ya nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo ninatuma wito kwa vyama vingine vyenye havijawahi kuingia kwa makoalisio zingine, waje wajiunge na koalisio Uboli. Tuko wazi, tunakaribisha. Wengine wako wanaingia na sisi kwa kuwakaribisha kwa Uboli. Hatuwaombi pesa. Tunamuomba mchango wake wa mawazo yake, analeta nini kwa sababu ya wananchi. Hiyo ni cha kwanza. Cha pili, tunaomba wananchi, Uboli ni koalisio na kuja juu yao, hapana juu ya mtu. Na ukiangalia jinsi Uboli uongozi wake ni wa kidemokrasia, sio wa kidikteta kwa sababu mimi ni president yani nasema mpaka kikue. Hapana, tunafanya kila jambo kwa shauri, tukipata mashauri kutoka kwa wananchi. Na hii koalisio ni kwa sababu yao wananchi. Tunatuma wito wetu kwao waje, hata ikiwa societe civile tunatuma wito wetu kwao waje waingie, kwa sababu hii koalisio ni nguvu yao, ni umoja wao. Wabembe kila siku wao wanasema mbona msifanye vyama vyote vyenu vikue pamoja, muunde nani moja? Tuna muungano huu wa Uboli. Yule akiwa ni Mubembe, Mfuleru, Mndande, Mushi mwenye yuko na chama chake, tunamuita aje aingie kwa Uboli ili tupate nguvu ya kuwaondoa hao watu wa Inyosa kupitia maelection. Naam, ni Jacques Alala pamoja na Alano Tangani a David nilifanya nao mazungumzo kuhusu Uboli. Na kufikia hapa sina la ziada. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa leo.